Ni siku nyingine tena mtazamaji wa Findo Media, tumekutana hapa. Jina langu ni Josephine Geoffrey na leo katika studio zetu za Findo Media tumebahatika kutembelewa na msanii chipukizi kabisa wa nyimbo za Injili. Niko naye hapa na atajitambulisha yeye ni nani hasa na ni nini kilimshawishi kuanza kufanya huu mziki wa nyimbo za Injili na si mziki wa kidunia. Karibu sana. Asante. Mtazamaji wa Findo Media anatamani kukufahamu kwa undani zaidi. Wewe ni nani na ni aina gani ya nyimbo ambazo unaimba? Mimi kwa majina yangu naitwa Kezia Eliakimu Elias. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, pia ni mfanyabiashara mdogo mdogo wa kijamii. Kwa kuanzia, hebu tuambie nini hasa kilikushawishi wewe kuanza kuimba nyimbo za Injili? Mimi nimeanza kuimba nyimbo za Injili nikiwa bado ni mdogo. Maana nilizaliwa katika familia ya kilokole. Kwa hiyo nilikuwa katika mazingira hayo ya ulokole. Kila siku ya Jumapili tukienda kanisani, tunafanya mazoezi ya uimbaji. Tumeenda hivyo, nikawa naimba kwaya ya watoto. Baada ya kuimba kwaya ya watoto nikawa binti, nikaanza kujielewa. Nikawa naimba kwaya ya vijana. Kutoka hapo hadi sasa hivi naimba kwaya ya vijana na ya mama. Kwa hiyo huduma hiyo ya uimbaji nimeanza nikiwa bado ni mdogo. Okay, kwa ni mwaka gani hasa sasa ukaamua kufanya mziki wako mwenyewe ukasema nimeshaimba kwaya mbalimbali kanisani, sasa ni wakati wangu wa mimi kutoa nyimbo mimi kama Kezia? Nimeanza kutoa nyimbo zangu binafsi mwaka 2024. Ndio. Ambao ni mwaka juzi. Ndio. Na hizo nyimbo zako ni huwa unaandika wewe mwenyewe ama kuna mtu anakushika mkono kwenye kuandika? Naandika mwenyewe, nazifanyia mazoezi mwenyewe, then naingia studio na imba. Mpaka sasa Kezia, ni nyimbo ngapi tayari umeshaziandika? Nimeshaziandika nyimbo 8 ambazo nimeshaingiza sauti audio. Na zote tayari zipo kwenye platform mbalimbali? Hapana, nyimbo 4 ndizo nimezitupia mtandaoni ambazo zipo YouTube. Facebook zipo na TikTok. Na TikTok pia. Okay, kwa ni unatumia tu Facebook, YouTube na TikTok. Ndio. Instagram bado. Uko bado. Okay, sawa. Kwa haraka haraka hebu tutajie hizo nyimbo zako 4 ambazo tayari umeshazitoa. Kuna Nyakati, ndio. Kuna Maombi, kuna Kufufuka kwa Yesu, kuna Dunia Inapita. Okay, sasa Kezia, unajua kwa kila jambo ambalo unalifanya hususan uandishi wa nyimbo, kuna ule wimbo wako mmoja ambao ukiusikiliza mwenyewe huwa unakubariki sana tofauti na nyimbo nyingine. Kwenye hizo nyimbo zako 8 ambazo tayari umeziandika, wimbo wako upi ni the best kuliko nyingine? Kiukweli mimi nyimbo zote nazipenda. Maana nazitunga mwenyewe, nazifanyia mazoezi mwenyewe, na nikizimba huwa nabarikiwa sana zote. Zote zinakubariki, lakini lazima kuna ile nyimbo moja ukiusikia mwenyewe unasema oh yes, huu wimbo hakika unanibariki. Kuna Nyakati, naupenda sana Nyakati ambao uko mtandaoni. Nyakati. Kwa nini Nyakati? Naangalia vizazi vilivyopita na sasa hivi tunavyoenda, tulipo na huko tunakoelekea. Naona kuna mambo mengi yanapitia katika dunia hii. Kwa hiyo unapokuwa labda ningekuja kidogo ukausikia afu ndo uwekee vitu. Sekunde 5. Nyakati hizi tulizo nazo ni nyakati za hatari. Shika sana ulicho nacho, Yesu yu karibu kuja. Nyakati hizi tulizo nazo ni hapo inatosha. Kwa kweli inatosha. Hakika hata mimi tayari nishaanza kuingia uweponi. Kweli ni wimbo mzuri. Na kwa nini Yesu uliamua kuandika huu wimbo? Yaani unakuta una watu wengi sana wanajiita walokole na wanaingia makanisani kuchafua huduma za Mungu kwa kupitia jina la ulokole. Lakini mimi naamini ukiwa na Yesu ndani yako huna haja ya kujitangaza. Yeye mwenyewe Yesu atakutangaza. Na ndio huo wimbo wa Nyakati kuna kipengele kinasema ujira uko mezani. Kila mmoja atalipwa sawa na matendo yake. Pia mwimbaji imba sana,
mhubiri, hubiri injili ya matendo. Kumbe matendo yako wewe yanaweza kusababisha watu wakujua kwamba wewe umeokoka na wewe una Yesu ndani yako. Kumbe huo wimbo huwa naupenda sana. Kwa hiyo kuokoka si useme tu bana mimi nimeokoka, ila matendo yako yatakutafsiri kwamba kweli wewe ni mwokoka. Amina. Amina. Sasa Kezia, wewe ni msanii chipukizi, ndio kwanza unachipukia. Kuna masuala ya familia, lakini pia kuna masuala ya usanii tayari wakubwa ambao wameshatangulia. Hebu tuambie, ni changamoto zipi hasa unazipitia wewe kama msanii chipukizi? Mimi upande wa familia yangu, kweli wazazi wangu mimi ni walokole, ila hawana uwezo kipesa. Ndio. Lakini pamoja na kwamba hawana uwezo kipesa, wananisapoti kwa maombi. Na mimi namshukuru Mungu, naona maombi ya wazazi yanajibu. Kwa hiyo kupitia changamoto za kifamilia kiukweli hakuna. Maana wazazi wangu wanamjua Mungu. Na pia changamoto za waimbaji wakubwa hao au ni dada zetu walitutangulia na wengine ni mama zetu walitutangulia. Kwa hiyo inabidi tu watupokee kama tulivyo. Na sisi tunawakubali kwa sababu ni watu walioko juu yetu na ni wakubwa zetu, wengine ni mama zetu, wengine ni baba zetu, wengine ni kaka zetu, wengine ni wajomba zetu. Hivyo basi inabidi watupokee, watusaidie, maana sisi tupo chini yao na ni wadogo zao pia. Watunyanyue tufikishe huko. Sawa. Hiyo haikukatishi tamaa wewe kama msanii chipukizi? Unaona tayari wasanii wakubwa wana nyimbo zao zinapendwa, kila ukipita nyimbo zao zinapigwa, alafu ukija kujitizama wewe sasa ndo kwanza huku chini ndo unaanza. Hiyo haikukatishi tamaa? Naamini aliyowafikisha huko na mimi atanifikisha. Amina. Maana bila Mungu asingefika. Amina. Ipo siku na mimi nitafika. Maana ni kwa imani yote yanawezekana. Amina kubwa. Haswa kwa imani yote yanawezekana. Ni msanii gani wa nyimbo za Injili unatamani kuwa kama yeye siku moja ama hata uwe zaidi? Yaani mimi waimbaji wote wa nyimbo za Injili ninawapenda. Na ninatamani niwe kama wao. Ila kuna nyimbo ya Massa Mwaipaja akipiga ile unasema ni wewe umenikubali. Ule wimbo huo unanibariki sana. Ule wimbo ni wewe umenikubali, huo unanibariki kiukweli. Ila nyimbo zote za waimbaji wa Injili nazipenda na ninawapenda wote. Lazima kuna mmoja the best. Huo wimbo sasa ni wimbo, lakini wasanii wote unawapenda, lakini huo wimbo huo unanibariki. Kila mtu anapofanya jambo lake huwa anakuwa na malengo ama tunasema target. Sasa wewe malengo yako ni yapi baada ya miaka kadhaa ndo kwanza unaanza? Yaani mimi baada ya miaka kadhaa natamani niwe mwimbaji mkubwa wa kimataifa. Nihubiri Injili nchi tofauti. Na niwe mwimbaji mkubwa, niwe juu ili niweze kuwanyanyua walioko chini na wao wawe juu. Maana unapopata ujue umewezeshwa na Mungu, nataka na wewe uwawezeshe wengine walioko chini. Usijisahau kwa kuona umepata. Kwa natamani nifike juu ili niwanyanyue walioko chini. Amina. Sasa hebu tuambie, una mpango wa kutoa album hivi karibuni? Album na mpango wa kutoa, lakini huwezi kutoa album bila kuwa na mani. Kwa hiyo najipanga, ikiwa tayari nitatoa. Okay, kwa tumeanza kwanza kuimba ni audio sio Naimba audio Nimeimba nyimbo zangu zote audio, sijatoa video hata moja. Okay. Ila hivi karibuni nipo najipanga nitoe video hata 2, maana kinachofanya kazi ni pesa. Kwa hiyo ninamuomba Mungu, nadhani tu atafanya. Tutegemee lini kuiona hiyo video ya nyimbo yako ya kwanza? Mwezi wa 5 tu. Mwezi wa 5. Video itakuwa hewani. As soon as possible kuona. Uwe na amani, yani sana. Sawa, tuendelee kumtukuza Mungu. Hakika naamini hilo jambo lako la kutoa hiyo video litatimia. Kwa kumalizia sasa, hebu tuambie nini unawashauri wasanii wadogo ambao nao wanatamani kuwa wakubwa lakini pia kuna wale wanajua kufunga, wanajua kuimba lakini bado hawajathubutu kufanya kwa sababu wanaamini kwamba pesa ndo kila kitu. Ukiwa na pesa ndo uanze kufanya audio, ukiwa na pesa ndo uanze kuandika. Unawaambia nini? Nawaambia ndugu zangu hao walioko chini, hao wadogo zangu yani. Hao wakubwa zangu, wapo na wakubwa na wenyewe watu hivyo wanatamani lakini wanashindwa. Mimi nawatia moyo.
wamwamini Mungu, wamwamini Mungu. Mungu hajawahi kumwacha alio wake hata siku moja yeye, na Mungu huwa anafanya njia pasipo na njia. Wewe ukiwa na imani kwamba mimi ninaweza, basi unaweza. Ninawatia moyo yaani wajipe moyo wafanye. Mungu atawatia nguvu, wataweza. Amina kubwa. Jipe moyo, Mungu atafanya vile yeye anaona anaweza fanya. Kwa kumalizia, mwisho kabisa, hebu tuambie nyimbo zako zinapatikana wapi na ni jina gani ambalo unatumia huko, ili mtazamaji wa Fino Media ambaye anatutazama sasa aende moja kwa moja huko aweze kuzisikia nyimbo zako ili naye aweze kubarikiwa. Nyimbo zangu zinapatikana YouTube, naingia kwa jina la Kezia Eliakim. TikTok naingia kwa jina la Kezia Eliakim. Utambulisho wangu ni ngoja. Na Facebook pia jina ni hilo hilo. Kezia Eliakim. Unanipata. Hebu waambie watazamaji wa Fino waende huko YouTube, wakasubscribe, pia waweze kucomment kama wanaweza comment, lakini pia kushare nyimbo zako ili zifike mbali zaidi. Waambie neno moja. Mimi napenda kuambia watazamaji wa Fino Media popote walipo, najua mnanitazama kwa wakati huu, nawapenda sana. Nahitaji jamani, mnitie moyo, mniunge mkono. Mkiingia YouTube andika jina Kezia Eliakim, utanipata, utaona picha yangu pale na nyimbo zitakuja. Naombeni mnitie moyo, tuifanye kazi ya Mungu. Ni hilo tu. Na mawasiliano yako, kama kuna yoyote atatamani kufanya kazi na wewe? Namba yangu ya simu ni 06 28 71 35 06. Asante sana. Hebu nikumbushe tena jina lako. Shalisahau. Kezia. Mtazamaji wa Fino Media, leo kama nilivyokuambia nilikuwa na Kezia, ni msanii chipukizi huyu wa nyimbo za Injili. Umemsikia hapa, ni msanii ambaye anachipukia, ndo kwanza bado anaanza. Tayari nyimbo zake 4 ameshakwisha zitoa. Basi mtazamaji wa Fino Media, unaweza ukaenda mjini YouTube pale ukaenda kuzitizama hizo nyimbo zake kwa jina la Kezia, lakini pia anapatikana TikTok, bila kusahau Facebook, na mawasiliano yake ameacha hapo. Basi kama kuna ushauri wowote ama unahitaji kufanya naye kazi, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo ili ukuu wa Mungu upate kuonekana. Jina langu ni Josephine Geoffrey, mpaka wakati mwingine, bye bye.